Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu na jamaa mliopo hapa, tunaomba sana tushirikiane kumwombea huyu ndugu yetu, mama yetu Felista aliyeaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tukutane huko mbinguni. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Ninakulilia Bwana, uisikie sauti yangu. Sikiliza sauti ya dua zangu. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kama wewe ukihesabu maovu, ama usingerehemu, haki yetu sote nani angesimama? Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Bwana wetu Yesu Kristo, ulionyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, ulileta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, ulitayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunaomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Felista. Tunakuomba pia uwatazame hao watumishi wako wanaoomboleza, wape nguvu ya kuvumilia msiba huu kwa imani. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa, tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote hufutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Tuombe. E Bwana, usikilize sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Felista uliyemhamisha hapa duniani
umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wote, na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha milele umpe Bwana, na mwanga milele umwangazie. apumzike kwa amani. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Yeye amemaliza safari ya hapa duniani na bado tunaunganika naye kiroho katika kumwombea ili safari yake iweze kupata makao ya milele katika nyumba ya Bwana. Basi tunapojitayarisha kwa sala zetu, maombi yetu, na hasa kwa sala hii kuu ya misa takatifu,
tukae kwanza tusikie historia yake. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi kwa kutufikisha mahali hapa, maana ni wengi waliotamani kufika siku ya leo kama bibi yetu mpendwa, lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu hawakuweza. Tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Ifuatayo ni historia ya marehemu Therista Miango Kabati. Kuzaliwa. Marehemu Therista Miango Kabati alizaliwa mwaka 1938 katika kijiji cha Bukondo, Ukerewe, akiwa ni mtoto wa 5 kati ya watoto 6 kutoka kwa mzee Kabati na Vikoro na mama Kalihanza Makubura. Elimu. Marehemu Therista Miango Kabati alipata elimu ya msingi kutoka shule ya msingi Bukondo mnamo mwaka 1955. Ubatizo. Marehemu Therista Miango Kabati alibatizwa tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 1968 katika kanisa Katoliki parokia ya Nasio na kupata komunio ya kwanza, ambapo tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 1969 alipata imara katika kanisa la Nasio Ukerewe. Ndoa. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 1968 bibi yetu alifunga ndoa takatifu na mzee Damiani Turanaro Ruhuga wa kijiji cha Namhura katika kanisa la Katoliki Nasio Ukerewe. Katika maisha yake bibi yetu alibahatika kupata watoto 9, wajukuu 60 na vitukuu 20. Ugonjwa. Bibi yetu wakati anaishi kijiji cha Namhura Ukerewe, baadaye akahamia Nasio. Baada ya umri kwenda akahamishiwa Mwanza kwa ajili ya uangalizi maalum, ambapo mpaka mauti inamkuta alifariki kwa ugonjwa wa moyo. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Asanteni sana. Basi baada ya kusikia historia yake, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya huyu mama yetu kwa muda wote alioishi hapa duniani. Kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ameyafanya kama hazina mbele ya Mungu, na kumwombea kama mwanadamu. Kuna cha kumwombea ili Mungu aweze kumpokea katika makao yake huko mbinguni. Basi tunapopeleka hii sala kuu, tuipeleke tukiwa tumetakasika, tukianza na kujuta makosa yetu. Wewe uliyetumwa kuwaponya wanaotubu moyoni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Wewe uliyekuja kutuita sisi wakosefu tuweze kutubu na kukurudia tena, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Wewe unayeketi kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, ukituongoza, ukituombea ili nasi tuweze kufika kwako, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, ulituthibitisha kwa fumbo la msalaba na kwa kututia muhuri kwa fumbo la ufufuko wa mwanao.
tunakuomba umjalie kwa wema mtumishi wako Felista, ili aingizwe katika jamii ya wateule wako kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Roho zao wenye haki wamo mkononi mwa Mungu, wala maumivu hayawatawagusa. Machoni pa watu walio wajinga, walioonekana kwamba wamekufa, na kufariki kwao kulizaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao kutoka kwetu kuwa ni uharibifu wao, bali wao wenye wamo katika amani, kwa sababu hata ikiwa waonavyo watu wanaadhibiwa, hata hivyo taraja lao limejaa kutokufa, na wakiisha kustahimili kurudiwa kidogo, watakapokea wingi wa mema. Kwa kuwa Mungu amewajaribu na kuwaona kuwa wamemstahili, kama dhahabu katika tanuru aliyowajaribu, akawakubali misili ya kufara. Wakati wa kujiriwa kwao watang'aa, na kama vimulimuli katika mabua makavu watameremeta. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu, naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kumtumaini watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo. Mradi neema na rehema zina wateule wake. Neno la Bwana. Mchungaji wangu sita
ukiwa na kitu. Takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi ya 30. Yesu alipaza sauti akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Niwape pole kwa msiba wa mama yetu, bibi yetu na ndugu yetu Felista. Yeye amemaliza safari yake hapa duniani, na kadiri ya imani yetu tunaamini kwamba anaanza maisha ya umilele pamoja na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambaye ni asili na mwisho wa uhai wetu, kumpa kila mmoja wetu nafasi ya kuishi hapa duniani. Ni yeye mwenyewe ametuumba kwa upendo wake,
kutukomboa kwa huruma yake, mwisho wa wakati ule ambao amempangia kila mmoja wetu kutuita kurudi kwake. Na kama katekisimu yetu inavyotueleza kwamba tuliumbwa kwa sababu Mwenyezi Mungu alituumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho turudi kwake mbinguni. Ndiyo safari yetu sisi ambao tunamwamini Kristo, kwamba baada ya maisha ya hapa duniani ambayo hutofautiana muda kadiri ya Mungu anavyotaka, huwa tunapaswa kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Mama yetu naye alipewa nafasi ya kuishi hapa duniani ili atafute kumjua Mungu, kumpenda Mwenyezi Mungu na kumtumikia. Yeye katika maisha yake hapa duniani alikuwa akimtumikia Mungu kama mama wa familia, kiitikia wito mtakatifu wa ndoa, ambapo ndani yake alifanya kazi ya kuliongezea kanisa waamini, ikiwemo ndugu yetu padri mwenzetu Valentini Kabati pamoja na wanafamilia wengine. Kwa hiyo mama yetu Felista alimtumikia Mwenyezi Mungu kwa namna hiyo ya kutimiza wajibu wake kama mama mwema kwa familia yake. Muda ambao Mwenyezi Mungu amemjalia mama yetu umefikia tamati, na sasa amemwita ili aungane pamoja na Kristo aliyemtumainia. Tumesikia katika historia kwamba mnamo mwaka 1968 alibatizwa, akakiri imani, akamkiri Kristo. Na Kristo ambaye ametuhakikishia kwamba yeyote anayemwamini ajapokufa atakuwa anaishi, tunaamini kwamba atampa makao huko mbinguni. Ndio maana sisi kwa imani hiyo hiyo ya maisha baada ya kifo ndani ya Kristo tumekusanyika hapa kwa lengo la kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mama yetu, kumwomba Mungu ili ampokee kwake. Masomo yetu ambayo tumeyasikia, somo la kwanza la kitabu cha Hekima, tumeelezwa kwamba roho zao wale wenye haki wamo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tunaamini kwamba mama yetu Felista ni miongoni mwa hao wenye haki kwa sakramenti ya ubatizo, na kwa kuishi maisha ya kisakramenti na muunganiko na Kristo nahesabika miongoni mwa wenye haki, na kwamba kwa kufa kwake basi roho yake inakuwa mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwetu sisi baadhi yetu naweza tukadhani kwamba kifo labda ni hasara kwake, ili kwa wale wanaomwamini Kristo tunaambiwa kifo ni mlango wa mbingu, ni mwanzo wa maisha ya milele. Kwa hiyo tunaamini pia mama yetu kwamba anapumzika katika amani ya Mungu kwa sababu alimtumainia Mwenyezi Mungu. Lakini wapo wanaoweza kudhani kwamba kifo chake ni hasara, ili kwa sababu alimwamini Kristo kifo chake ni faida. Kama Mtume Paulo alivyosema wakati fulani, kwake kuishi ni Kristo na kufa pia ni faida. Mama yetu pia Felista kwa kifo hiki cha kimwili, utengano wa roho na mwili, ameanza maisha ya umilele pamoja na Kristo aliyemtumainia. Kwa hiyo sisi tumekutanika kwa ajili ya kutoa faraja kwa wanafamilia, kwa ndugu, jamaa na marafiki, kwa sababu katika hali ya kawaida ile ambayo tulizoea kumwona mama yetu, hatutamwona tena katika hali hiyo mpaka pale ambapo na sisi tutaingia katika hali kama ya kwake, tutakutana naye katika uzima wa milele. Kwa hiyo tunasikitika kama wanadamu kwa sababu tunampoteza mmoja wetu katika jamii ya kibinadamu, lakini tunatiwa neno la faraja na maandiko matakatifu kwamba roho za wenye haki zimo mikononi mwa Mungu. Na yeye kwa sababu hakumkana Kristo, alimkiri Kristo mpaka mwisho wa maisha yake, tunaamini kwamba roho yake inapumzika. Endelee kumwombea msamaha wa dhambi pale ambapo kama mwanadamu alishindwa kutimiza yale yampasayo kama mwanadamu.
basi Mwenyezi Mungu amsamehe na kumpumzisha kwake. Lakini na sisi basi libaki fundisho kwetu kwamba tuko katika hali hii ya mwili kwa sasa, lakini ipo siku tutalala pia kama mama yetu. Ni vema kuandaa maisha yetu ili siku yetu ya kufa inapofika tuweze kuungana na yule ambaye ni asili ya uhai wetu, ambaye ni Mwenyezi Mungu. Tutaungana naye iwapo tutaitikia ule mwaliko ulioko katika somo la Injili tulilolisikia, Bwana wetu Yesu Kristo anapomshukuru Mungu Baba yake kwa kuwafunulia wanyenyekevu yale ambayo yanafichwa kwa wenye kiburi. Wamefunuliwa watoto wachanga na watu ambao wana akili hiyo kama ya watoto wachanga ya kupokea kwa unyenyekevu mambo mbalimbali. Siri za ufalme wa Mwenyezi Mungu zinafunuliwa kwa wale ambao wanategemea hekima ya kimungu na wala sio hekima ya kibinadamu. Bora sisi tuombe wakati wa uhai wetu tuongozwe na hekima ya kimungu. Hekima ya kimungu ni ile inayoanza kutufundisha kwamba tupo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, tunaishi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na mwisho wetu tunapaswa kutoa ripoti kwa Mwenyezi Mungu. Ni wale tu ambao wamejaliwa hekima ya kimungu wanayatambua hayo, na ndio maana wanakuwa wanaishi kwa hofu ya Mwenyezi Mungu. Mizigo na matatizo yetu tulionayo tunapaswa kuyakabidhi kwa Kristo. Mahangaiko yetu ya maisha tunapaswa kuyakabidhi kwa Kristo. Kujiaminisha kwa Kristo. Ni wenye hekima ya kimungu tu ndio wanaweza kutambua hilo. Kitumia hekima ya kibinadamu inaweza ikafika wakati fulani ukadhani labda Mungu hayupo, na hapo ndio mwanzo wa kupotea. Kristo anatuambia yeyote aniaminia japokufa atakuwa anaishi. Kudumu katika imani kwa Kristo, kama mfano wa mama yetu huyu ambaye yeye hakuikana imani yake, alidumu mwaminifu katika imani hii. Tumombe Mwenyezi Mungu aliye asili ya uzima wetu ampokee kwake mbinguni, amsamehe makosa yake aliyoyatenda kama mwanadamu, ahesabu yale mema aliyoyatenda kama mwanadamu, ikiwepo yale ya kutimiza wajibu wake kama mama wa familia na kuwalea watoto wake katika misingi ya kiimani, na mpaka humo akapatikana pia pale. Mwenyezi Mungu amhesabie haki na kumuingiza katika furaha ya milele. Ili zaidi sana tuungane kuombea ndugu jamaa na marafiki moyo mkuu katika kipindi hiki. Tambue kwamba hii ni safari yetu sote, na sisi ipo siku tutaaga dunia. Tamani kuaga dunia katika hali ile ambayo ni ya kujiandaa kukutana na hukumu yetu na kufurahi pamoja na Mwenyezi Mungu mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amen. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Ndugu zangu, tusimame sasa tumpelekee Kristo maombi yetu katika kipindi hiki cha huzuni ambacho kinatupa majonzi kwamba tumepungukiwa, tuna pengo la mama yetu. Anatuita tena, anatuambia njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Basi tumkabidhi maombi yetu, tukiitikia twakuomba utusikie. Twakuomba utusikie. Twakuomba umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu mama yetu mpendwa Felista, aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Ee Bwana, Twakuomba utusikie. twakuomba umpokee mbinguni huyu mama yetu mpendwa Felista, aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Ee Bwana, Twakuomba utusikie. tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Ee Bwana, Twakuomba utusikie. tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kupokea katika ufalme wake wa mbinguni. Ee Bwana, Twakuomba utusikie.
Tunaiombea kwa namna ya pekee familia hii, kwa baba, kwa mume wake aliyebaki, kwa watoto, kwa ndugu jamaa na marafiki, ili wewe Kristo ambaye ni mfariji mkuu wafariji na waishi kwa matumaini kwamba umemchukua Mama Felista katika makao yaliyo salama. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunamwombea kwa namna ya pekee mtoto wake Padre Valentine Kabati ambaye yupo katika matibabu. Siku hii kwake ni majonzi, basi tuungane naye tukikabidhi juhudi za madaktari ili Mungu azikamilishe na aweze kupona na kuishi kwa matumaini tena na kumtumikia Bwana. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunaombea marehemu wote wa familia hii ili Mungu awasamehe dhambi zao na awaunganishe katika makao ya milele. Bwana, tunakuomba utusikie. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Karibuni sasa tumtolee Mwenyezi Mungu sadaka zetu. Mioyo yenu yote
Sijishughulishi na mambo makuu yanayozishinda nguvu zangu, wala sijishughulishi na mambo makuu yanayozishinda nguvu zangu. Salini ndugu zangu, ili sadaka yetu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. E Bwana, umtazame kwa wema wako mtumishi wako Felista, ambaye kwa ajili yake tunakutolea sadaka hii ya sifa. Tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa njia ya ibada hii ya upatanisho astahili ufufuko na uzima, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vyema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa sauti moja: Takatifu, takatifu Bwana Mungu, Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako, zimejaa utukufu wako. Hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni, hosana, hosana juu mbinguni.
Bwana kweli umtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani. Likamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Renatus Nkwande na wakilelo wote. Umkumbuke mtumishi wako Felista uliomwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wako wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukizifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni.
lakini utuokoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tumtazame Kristo aliye Bwana wa wazima na wafu, ndio aliyempokea mama yetu Felista. Ni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao wote walio tayari kumpokea. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu, ni wakati wa kumpokea Yesu wa Ekaristi. Liturujia hii ni kwa ajili ya wale wa Kristo wa Katoliki ambao wamejiandaa kushiriki karamu ya Bwana. Karibuni. Thank you.
Tuombe. E Bwana, tumeshibishwa kwa sakramenti iletayo uzima. Tunakuomba huyu mama yetu marehemu Felista ambaye umemshirikisha agano lako, atakaswe kwa nguvu ya fumbo hili na afurahi bila mwisho katika amani ya Kristo. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuketi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunafuata kusikia salamu za rambirambi toka makundi mbalimbali waliotufikia, na hivyo ni waombe wale wote ambao wamekwisha kujiorodhesha na ambao bado wajiongee hapa kwa ajili ya kutoa salamu hizo za rambirambi. Baada ya hapo tutakuwa na kupata baraka ya misa, kisha baadaye sala na kutoa fursa kwa kila mmoja aliyefika hapa kwa ajili ya kuaga, tukifuatiwa na ratiba ya mkesha hapa nyumbani kabla ya kuanza safari kwenda nyumbani hiyo siku ya kesho. Wewe ni muombe kaka Vedastus, mtoto wa mama, tutajiongea hapo mbele na kuketi ili wale wote ambao watakuwa na salamu za rambirambi waweze kuzipokea kwa niaba ya familia. Kama mlivyosikia, ambao tulitarajia pengine tungekuwepo na padri mwenzetu ambaye mama ameondoka, Valentine Kabati, lakini siku 3 zimepita na yeye amekwisha kuanza matibabu, yuko nje ya nchi. Ni waombe katika hiyo hali, tuzidi kumwombea pia matibabu mema. Karibuni. Baba amesema kwamba sasa ni salamu za rambirambi pamoja na ubani, na awali kabisa nilitangulia kusema kwamba kama yupo ambaye ana salamu za rambirambi pamoja na ubani tuweze kuwasiliana, lakini kilikuja kikundi kimoja tu ambacho ni kikundi cha Nuru. Lakini kabla kikundi cha Nuru akijaja, kwa maana hiyo sasa tutakuwa na salamu za rambirambi kwa watu watatu kwa maana ya kikundi cha Nuru. Atakuwepo pia mwenyekiti wa mtaa huu, kama wengine wataongezeka pia atakuja msemaji wa familia kuja kushukuru kikundi cha Nuru. Msemaji, tafadhali sana niweze kukaribisha. Msifu Yesu Kristo. Sisi kwa niaba ya kikundi cha Nuru kutoka Kabuholo Kirumba tunatoa pole nyingi kwa ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia kwa mwenzetu, ndugu yetu na kaka yetu Vedastus ambaye ndiye mmoja wetu na mwanachama mwenzetu. Sisi kama kikundi tuko hapa kuanzia sasa na asubuhi ya kesho, lakini pia tutaelekea wote Ukelewe. Kwa hiyo ule ubani wetu tutaukabidhi Ukelewe. Mungu awabariki na tumuendelee kumwombea mama yetu ambaye tayari amepumzika. Tunapoelekea Ukelewe kwenda kumweka kwenye nyumba yake ya milele, basi aweze kupumzika kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Nashukuru sana. Tunashukuru sana kikundi cha Nuru kuja kutoa salamu za rambirambi, lakini wamesema salamu za ubani watazitoa kule ambapo zitafanyika ibada za mwisho na pamoja na kumpumzisha mama. Basi waambieni Wanyamazobe poleni sana kwa niaba ya waamini wa parokia ya Bugando, ambapo Baba Valentine Kabati ndio paroko wetu. Basi sisi kama wana parokia ya Bugando tunawapeni pole sana kwa kumpoteza kwetu, wengine ni bibi yetu. Basi nasi waamini wa Bugando tuko pamoja katika hili. Tumekuwa tukishiriki kuanzia jana, leo hata kesho, na pia mpaka siku ya maziko tutakuwa pamoja huko Ukelewe.
Nadhani taratibu zingine zote zinaenda kufanyika. Tuko pamoja, poleni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu sana mama yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Ninatoka jumuiya ya Mtakatifu Josephine Bakita ambako ndio tulikuwa tunasali na mama marehemu. Ni salamu za pole. Kadiri Mungu atakavyotujalia tunaweza tukaongozana na wanafamilia kwenda kumsindikiza mama makao yake ya mwisho. Lakini tunatoa pole na ubani wetu utafuata kwenye familia baada ya wao kurudi. Tunaombea wanafamilia moyo mkuu. Tutulie, twende tukamhifadhi mama. Ni mapenzi ya Mungu. Raha milele umpe Bwana. Amen. Mama yetu apumzike kwa amani. Tunaweza kumkaribisha mwenyekiti wa mtaa kwanza ali kutoa salamu za mtaa, salamu za pole za mtaa, baadaye azungumzie ambacho atazungumza na wananchi wake wa hapo. Mwenyekiti wa mtaa, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote tumshukuru Mungu Muumba wa mbingu na nchi. Kwa niaba ya serikali ya mtaa wa Nyamazobe, nipende kuitumia fursa hii kama kuna mwenyekiti wa serikali au kiongozi mwingine yote wa serikali ambaye yupo hapa, basi ni vema tukajumuika hapa katika kutoa salamu za lambilambi. Lakini tu niseme Mheshimiwa diwani tulikuwa naye hapa, lakini bahati mbaya tumetoka naye kwenye kikao. Gari waliokuwa wamepanda baadhi ya wajumbe kuelekea makwao likawa limepata ajali pale darajani Mkolani. Amelazimika kukimbia kule kuangalia ukubwa wa tatizo, lakini amesema tuko pamoja, na amesema poleni sana familia, lakini poleni sana watu wa Nyamazobe. Sisi kama serikali ya mtaa tumeguswa na msiba huu wa kuondokewa na mama yetu. Mama yetu tumekaa naye kwa amani kabisa hapa nyumbani. Mimi nilitegemea kwamba kwa padri sio mahala pa kuingia kienyeji, lakini ni tofauti kabisa na mama wakati upo hapa, sababu tulikuwa tunakuja kuzungumza, kumuona mama yetu, kuchuma matunda kwa maana ya busara zake na mzee wetu. Hivyo tunajihisi kupata pengo kubwa, lakini kwa sababu ni kazi ya Mungu hatuna la ziada, isipokuwa tutasema tu kwamba Mungu kampenda mama yetu. Poleni sana familia. Ningependa nimwite mtu mmoja wa muhimu aje azungumze ili mimi nisifike mwisho, alafu kisha Edifasi, tafadhali. Huyu ni mtu wa muhimu sana kwenye kitengo hiki, ili tu aweze kuzungumza, kwani yeye kwanza ana ufasaha wa lugha, ndicho ambacho nampendea. Huyu ni mwenyekiti wa Nzengo. Nafikiri yeye sasa ndo anaweza akamalizia hata lambi yetu imekaaje huko pembeni. Mtumishi,
Karibu, lakini hujamsalimia baba kwanza huko nyuma. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Wasalamu alaykum. Bwana wetu asifiwe. Poreni wana Nyamazobe kwa msiba uliotukuta. Poreni mapadri kwa kufiwa na mama yetu. Poreni masista kwa kufiwa na mama yetu. Poreni makatekista kwa kufiwa na mama yetu na walei wote. Poreni sana. Na pia wana Nyamazobe na kwa wageni wote tumeshirikiana kwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho tutakapoweza kumsindikiza siku ya kesho. Lakini pia kwa wale waliojitoa kwa kumuuguza wote, asanteni. Lakini pia wana Nyamazobe wana utaratibu wao wa rambirambi, ziko hapo nje, tunaziandaa na mwisho tutaiona familia. Karibuni mapadri, masista, hata kwa siku nyingine kuja kututembelea, si kwa tatizo tu, lakini hata kwa amani. Tunashukuru sana. Pole pia kaka yetu. Mara baada tu ya mwenyekiti wa mtaa huu kuweza kutoa salamu za rambirambi kwa niaba ya mtaa pamoja na yeye, kwa sasa naamini kwamba hakuna mtu yeyote ambaye ana salamu za rambirambi. Sasa nimkaribishe msemaji wa familia aje kuzungumza chochote. Kwanza kuwashukuru waombolezaji wote ambao wamefika hapa, na kama kuna chochote atazungumza. Karibu sana baba. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Sisi kama wanafamilia ya mama yetu mpendwa Felista Miango, alituachia ujumbe kabla Mwenyezi Mungu hajamuita. Alisema, wanangu nawapenda sana, sitaki ni wanyime upendo wangu. Familia, kaeni kwa upendo. Familia, mnasikia ujumbe wa mama. Kila mara mama nilikuwa nakuja kukutana naye. Kama mwenyekiti alivyosema, hapa nyumbani kuna matunda mengi, lakini sikuweza kukuta uozo wa matunda. Majirani walikuwa wakija wakichuma matunda. Baada ya utangulizi huu, napenda kwa shukuru mapadri, kwa shukuru watawa, kwa shukuru makatekista, kwa shukuru jamaa na marafiki wote. Huu muda ni mkubwa sana kwetu sisi kama familia, lakini pengine mnaweza mkauona ni mdogo. Sisi tumeona ni mkubwa kwa sababu mmeacha shughuli zote, mmekuja kuungana na sisi. Ni jambo la kushukuru sana, tena sana. Pengine mlitarajia muongeze kidogo, lakini kwa neema ya mama Mungu atawazidishia. Na katika hili neno la kuwashukuru, napenda nikumbushe, leo nasimama hapa, lakini mkubwa wa kusimama yupo, lakini kwa sasa hayupo. Kama mapadri wetu walivyoomba kumuombea, tuendelee kumuombea. Basi sitawachosha sana. Familia, mmesikia ujumbe wa mama. Wajukuu
mumeishi kwa matunda ya bibi yenu. Uongo? Hatutaki tuone mama tunamuweka mahali pake alikoandaliwa. Alafu tunapanda mti msimwagilie maji. Mnanielewa? Ukikauka, na wasihi sana, mkikauka mama hata waelewa. Matunda mmekula ya mama mengi sana. Basi baada ya kusema hayo, niwashukuru sana jamani, nisiwachoshe. Mungu awabariki sana. Asanteni. Asante sana. Baada tu ya msemaji wa familia kuja kusema hapa, ilikuwa sasa naomba ni kabidhi hii maiki kwa uongozi wa kanisa, lakini kabla sija kabidhi, naomba pia niwakumbushe kile ambacho nilizungumza mwanzoni. Baada tu ya hapa tutakuwa na mkesha hapa, lakini kesho asubuhi mida ya saa 12:30 tutakuwa tunaianza safari kuelekea kivukoni Kayenze. Baada tu ya kufika Kayenze tutaelekea Bukimu Kerewe. Baada ya hapo tutakuwa tunaelekea Nansio. Baada tu ya kusema haya, nikukaribisha sasa baba uje kuendelea na utaratibu. Ndugu zangu, kabla ya kuhitimisha, nimshukuru Mungu na nimshukuru kila mmoja kwa uwepo, kwa ushiriki wa hali na mali katika kuja kutufariji, katika kuja kutuzika. Mnatupa nguvu, matumaini, faraja kuna watu. Nishukuru mapadri pamoja na majukumu tulionayo na hii ratiba, kwa sababu wengine wanatakiwa waamke mapema waende Ukerewe, lakini kwa kufika na kwa kushiriki katika hii safari ya mwisho ya mama yetu. Padri Kabati alipenda kuwepo, lakini kwa hali ambayo ya kiafya hayupo. Mimi mara nyingi mzazi wangu alinitendea mema, lakini aliniambia, hivi utanikuta siku ya mwisho? Na ni kweli alifariki nikiwa Zambia, lakini nilishamhudumia mama huyo katika kutembelea wagonjwa. Tulipata bahati kwa sababu Padri Kabati alikuwa hapa karibu Bugando. Kila alipokuja nyumbani alimhudumia baba na mama kiroho, lakini hakujua kwamba siku hii kwamba hataweza kuwepo, lakini alitoa huduma hiyo kwa upendo. Familia ikafurahi na jumuiya ilikuwa inathamini hiyo. Basi tumuombee na baba Kabati Valentine ili Mungu aweze kukamilisha hiyo juhudi za madaktari na aweze kupata tena nguvu. Lingine, kwa parokiani hapa tuna utamaduni, zawadi tunayompa marehemu ni kumwombea katika nia za misa, na hasa hii tulianza sisi sote katika kumwombea katika misa hii. Ndugu zetu wazungu wako mbali sana, wanatutumia nia nyingine, unasikia tunaomba muombee Hitler, lakini sisi kadiri hiyo tumehamasika kwamba ndugu yetu wa parokia hii anapofariki, zawadi tunayompa siku ya mwisho, Mama Felista hawezi kupokea tena keki, hawezi tena kupokea nguo, fedha na kadhalika, ila ile nia ya misa tunayomwombea inapokelewa na Mungu, inampa yeye neema, inamtoa huko alipo, na Mungu ampokee katika makao yake huko mbinguni. Basi tunapokuja tusiangalie sura tu,
tumwambie Mama Felista, tulikuombea na bado tunakuombea na tutaendelea kukuombea ili Mungu aweze kumpa ile zawadi ambayo wote tunahitaji ya kufika katika makao ya milele huko mbinguni. Basi ninapomshukuru kila mmoja, ninapomshukuru Mungu, tuendelee kumwombea mama yetu, tumwombee mume wake, tuombee familia nzima, na haya ambayo kama alivyosema mwakilishi wa familia, msemaji, basi watoto tuyaenzi. Mama akiwa huko mikononi mwa Bwana, akiona tuna amani, tuna furaha, tunawajibika, basi anafurahi kwamba nimeacha kizazi ambacho kimenienzi. Basi tuendelee kumwombea na sisi wote tujiombee ili yote yale tunayofanya yaende kadiri ya sifa na utukufu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunaanza hii baada ya kuhitimisha buriani ya mwisho, na baadaye tutakuja kwa mstari kwa kumpa buriani ya mwisho na kuendelea kumwombea. Tusimame. Ndugu zangu, leo tunamsindikiza mama yetu katika safari yake ya mwisho ya hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tutauweka ardhini kama mbegu ya mwili unaotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Tunakuomba Bwana, umpokee huyu mama yetu Felista katika uzima wa milele, na utawala wako upate furaha isiyo na mwisho, na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Amina. Anayehusika na kufungua jeneza, tafadhali karibu. Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika ushawishi, lakini utuokoe maovuni. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Marehemu mama yetu mpendwa Felista apate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani. Amina. Naomba sasa tuketi. Watatuongoza mababa mapadri katika kuaga. Tutamwomba baba paroko wetu wa parokia Nyegezi. Baada ya mapadri kuwa wamehitimisha kuaga, basi tutasimama wote, alafu tutapokea baraka ya mwisho kwa pamoja, kisha tutaketi kuendelea kusali na kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya bibi Felista. Kumbe karibuni kwaya mtuongoze. Baada ya mapadri tutasimama sote, tutapokea baraka ili kuruhusu mapadri
wakaendelee na ibada ya maabudu. Leo ni Alhamisi. Asante. Basi baada ya baraka ya mapadri tutatoa baraka ya mwisho kwa wote, na zoezi hili litaendelea. Watafuata watawa wetu na wengine. Wakati huo kwaya itaendelea kuimba wakati mapadri wanabadilisha mavazi na kuendelea na ibada nyingine. Tusimame. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Tukae na watawa waendelee kutoa buriani ya mwisho, na kwaya mtuongoze. Sasa tunaruhusiwa kusimama na kuja kutoa heshima za mwisho. Wakati kwaya inaendelea, wale waombolezaji ambao wako nje, tafadhali sana video shooter hawa. Lakini wakati unapita, kuna kampu hapo, usisahau kutoa rambirambi yako hapo. Lipo kampu hapo. Baada tu ya kina mama kuweza kutoa salamu za mwisho, tutapata kina baba. Lakini nikukumbushe tu kwamba tutakuwepo hapa mpaka kesho, ambapo tutaanza safari yetu rasmi kuelekea kivukoni Kayenze. Baada ya hapo tutakuwa tunaelekea Ukimwi kule Ukerewe. Baada ya hapo tutaenda Nansio. Akina mama tulioko nje, kama ukiweza tafadhali